Mambo vipi mtazamaji wa 96 Linki? Karibu sana leo na taarifa nzuri sana. Ukiangalia hapa pembeni yangu nimeshika sabuni ya Enjoy Multipurpose Liquid Soap. Hii inatumika kwenye mambo tofauti tofauti, hasa kwenye kufua, kuoshea vyombo, usafi na vitu vingine vingi sana. Na bahati nzuri sana, kitu ambacho nimekipenda mimi, mkurugenzi wake wa hii kampuni ni mwanamke. Unajua wanawake mara nyingi sana kwa pigwa sana wimbo kwamba wajiajiri, wafanye biashara tofauti tofauti, uweza kujikomboa na kujiinua katika uchumi. Bahati nzuri sana hapa niko na malkia wa nguvu ambaye ndo mwenye hii hapa biashara, anaitwa Angel. Angel, mambo? Poa. Mzima? Lakini mimi mzima. Kwanza mimi nimependa product yako. Ndio. Kwa mtu ambaye haifahamu hasa Angel, hii Enjoy hasa ni product ya namna gani hasa? Hii ni product yani ni nzuri, sabuni naitengeneza mimi mwenyewe. Hii sabuni unatumia kwa matumizi tofauti tofauti. Na maana hii ni multipurpose soap. Na ni nzito. Maana siku hizi naona kuna watu wanatengeneza sabuni nyepesi sana. Lakini mimi ya kwangu ni nzito na nimeshajaribu kuwapatia watu sehemu mbalimbali na wameipenda. Ukiweka tu yani toni kidogo tu, ule uzito unatoa povu jingi na harufu nzuri. Kwa nini uliamua kuja na biashara ya sabuni? Nini ambacho ulikiona kinapelea hasa kwa wafanyabiashara wengine ukasema wao, ngoja nianzishe na mimi biashara hii? Nilijaribu kufanya uchunguzi wa sabuni. Nikaona watu wengi wanatengeneza sabuni mbovu mbovu kama nilivyosema mwanzo. Nikaona mimi niingie na idea yangu kutengeneza sabuni nzuri, bora na ambayo ina uzito, kwa sababu watu wengi wanalalamika sana sabuni nyepesi, yani inamaliza budget, inaisha haraka, yani mtu nakuta anafulia kidogo imeshaisha. Lakini mimi nimewatengenezea nzito kwa sababu anapoweka tu kidogo tu, hata kimfuniko hicho kidogo, tayari imeshakuwa ina povu jingi na inatakatisha. Kama ni nguo unafua kwa kusuuzia, inatakatisha. Vyombo hasa hii hapa ni ya vyombo. Vyombo vinakuwa havitoi harufu ile ya sabuni. Lakini inaondoa shombo kama ni la samaki. Ile shombo ya samaki kwenye vyombo inaisha. Kama sijui ni nyama huko inatoa. Inatoka kabisa. Na vyombo vinatakata, vinakuwa vina mng'ao fulani, hata ukiweka kwenye kabati vinaonekana vimeng'aa. Vinakuwa viko vizuri. Vinakuwa viko vizuri. Lakini pengine kwa mtu ambaye kwa sababu akiangalia anaweza kusema sasa kama sifa zote hizo inazo, itakuja kwenye bei hasa. Kwenye bei unauzaje hasa? Hata siuzi bei ghali sana. Mtu kama anataka kuchukua kwa bei ya jumla ni shilingi 10,000. Mtu kama anataka kuchukua hii reja reja nampatia kwa shilingi 12,000 tu. Ina maana bei zangu sio ghali za kuwaumiza watu, na sabuni naitengeneza vizuri kwa ubora. Sasa patikana kwa namba zipi hasa? Unapata kwa 0776 91 26 44. Sawa kabisa. Pengine hasa kuna watu ambao wanajiuliza hasa, kwa mfano ukiangalia msanii kama Diamond pia alikuwa na biashara ya sabuni na ukiangalia sasa hivi hatuoni. Unadhani kwa nini hasa biashara pengine za kafeli hasa kwa mtu kama Diamond? Yaani hiyo biashara angefanya naona tu isingemtoa kwa kweli. Bora alivyoingia huko kwenye mambo ya muziki. Haya mambo ya sabuni aliona sio kazi yake. Yaani kazi watuachie sisi. Kwa sababu mimi wakati namaliza form 4 nilienda kusomea ujasiriamali. Mambo haya ya sabuni nini. Nikajifunza mambo ya ubunifu wa sabuni, nikaona hii kazi ndio itanisaidia mimi na itanitoa. Au Diamond unahisi kuna watu walijaribu kumpiga kidogo? Nahisi maana Diamond kwenye hayo mambo ya uhusiani nayo kabisa. Mambo ya mauzo ya biashara, yeye ni muziki ndo anaweza kukava huko, lakini kwenye mambo ya biashara sabuni hapana. Hivi ni sahihi mwanaume kuoa mwanamke alafu akatafuta mfanyakazi wa kumfulia nguo? Yaani unakuwa umeoa mwanamke lakini kukufulia nguo hawezi, mpaka atafute mwanamke mwenzake hapa, mtu wa kumsaidia. Ni sawa ile? Kwa kweli sio sawa. Sasa mpaka unatafuta msichana kumfulia mwanaume wako nguo, ina maana unamtafutia mume wako mke sasa. Anaweza akampenda, unajua wanaume wenyewe mna tamaa. Na yule binti uliyomwajiri ana matatizo yake.
Yeye mwenyewe hapo alipo anahitaji maisha mazuri. Kuna wakati atakuwa umevaa vizuri, umependeza, unatoka na watoto wako, atatamani. Akimteka mume wako kashangaa unafukuzwa ndani ya nyumba. Yaani mimi siwezi kumwajiri msichana kazi kwangu. Kabisa. Kabisa. Amfulie mmeo nguo. Siwezi. Unadhani wanawake wanafanya vitu kama hivi sasa unaushauri upi sasa pao? Yaani mimi cha kuwashauri waache ujinga. Mpaka unamwajiri wewe mwanamke na maana wewe ni mwanamke. Kwa nini usifue? Fua nguo zako, mfulie mumeo, mtandikie kitanda, mfulie pamoja na sabuni kama hii, unafua na sabuni ya omo, kimaliza unamsuzia na sabuni kama hii ya maji. Mashuka yanakuwa yananukia vizuri, nguo zake zinanukia. Hata akienda huko kazini, marafiki zake wanapomuona wanajua huyu ana mke. Sio unafuliwa na msichana kazi afu aenda kusifiwa huko. Yaani unapendeza siku hizi unanukia. Ataanza kuvuta taswira ya yule mdada sasa. Kwamba ndo anayefanya vitu. Yaani yule msichana ananifulia mpaka anasifiwa. Yule ndo anafaa kuolewa sasa. Okay, la mwisho kwa upande wangu mimi kwako. Pengine hasa kwa mtu ambaye anatamani hasa kuanzisha biashara. Msichana ambaye yuko nyumbani anafikiria tu kwamba hana lolote la kufanya hasa. Mambo mawili ambayo natamani kumwambia, nini ajifunze? Ndio kama hivi nilivyosema, kuna kujifunza ujasiriamali. Unaona kabisa wewe kichwani hamnazo darasani. Siwezi kurecover huko kwenye mambo ya ajira. Ajira ndogo ndogo kama hizi. Tengeneza sabuni bora. Kuna vitu vingi. Unashindwa kutengeneza sabuni, una mtaji. Unaweza kanitafuta hata mimi. Nikakwambia hii sabuni bwana, chukua kwa shilingi kadhaa, bei ya jumla shilingi 10,000. Wewe nenda kauze shilingi 12,000. Faida utaipata. Juhudi zako ndo za kufanya wewe uweze kuingiza pesa. Uvivu ni mbaya sana. Mbaya sana. Uvivu ni mbaya sana. Madam, mimi nikushukuru sana wakati wako. Asante. Okay, poa. Asante kutazama interview hii. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare.